Habari za jioni, wapenzi wa mchezo wa pool table. Leo jioni ya leo tulikuwa na rematch ama marudiano ya mchezo wa pool table wa kimataifa baina ya mchezaji kutoka Uganda Joseph Kasozi dhidi ya mwenyeji ama mchezaji kutoka Tanzania Melkizedeki Amadeus. Mchezo huo ulipaswa uanze saa 3 kamili jioni ya leo, lakini mpaka sasa hivi tunapozungumza hakuna majibu sahihi. Niko eneo la tukio ambapo mchezo huo ulipaswa kufanyika katika vilunga vya Q Masters Kinondoni jijini Dar es Salaam. Pembeni yangu niko na meneja wa Q Master ambaye yeye atakwenda kutujuza kwa nini ni kimya, hakuna kinachoendelea. Omari, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Omari Atibu Omari, ni meneja wa Q Master Billiard Center ambapo kwa sasa hivi tunapatikana hapa maeneo ya Kinondoni Old Masai Club zamani. Ni kweli kiupande wetu tulikuwa tumeshafanya maandalizi katika kila eneo kuhusiana na hili mechi yetu ya siku ya leo dhidi ya mpinzani wetu Melkizedeki Amadeus. Lakini haikuwa bahati kutokana na maandalizi tuliyofanya, lakini pia na utaratibu ambao sisi tumeuweka kiupande wa wenzetu wapinzani, wao wamejaribu kuchukulia kama negative na akawa wanaamini kuwa tupo katika kucheza mind game. Lakini binafsi na nikizungumzia kama uongozi wa Q Master Management, tuna misingi yetu ya kuendesha klabu yetu. Kwa hapa sasa hivi tulipofikia, tupo katika levels ya kubrandi wachezaji, lakini pia kutengeneza thamani katika klabu yetu. Ina maana kwa maana utaratibu tunaoweka sasa hivi kwa mechi zetu zote za kwa tunacheza hapa home ground, ni lazima tuweke gate correction katika kila aina ya mechi, haijalishi ni nani, ila kwa game yote ambayo ni official itakokuwa inachezeka hapa nyumbani kwetu, lazima tuwekee entrance kwa maana ya kiingilio kuja kushuhudia huo mchezo, kwa sababu tunaamini quality ya wachezaji ambao tulikuwa nao, lakini pia vile vile na brandi za wachezaji wetu katika kila levels, wana brandi ambazo wanakuwa na mashabiki zao, na naamini ukiwaita ni rahisi kuitika kuja kwa support. Kwa hiyo basi tulikuwa tunatumia hizi game za Kasozi kama kuintroduce falsafa yetu mpya ya kuingia kuja kushuhudia mchezo kupitia kiingilio. Ila mapokezi hayakuwa positive kwa wapinzani, kwa sababu wao wanaamini wakifanya free kwao itakuwa ni nzuri, lakini sisi hatuamini hivyo. Sisi tunaamini ukifanya kitu for free hata value inapungua. Kwa thamani ya mtu kama Kasozi kumfanya aonekane kila mtu for free, nothing. Ndio maana hata katika mitandao ya kijamii watu wanalipia mabando MBs kumwangalia Kasozi. Kwa hiyo haiwezekani mtu uje kumwangalia live, uje kumwangalia bure kisa tu na utashi ambao unasema unapenda mchezo alafu kusupport mchezo inakuwa kwako ni ngumu. Kiukweli kwa sisi falsafa hiyo sasa hivi hatuko pamoja nayo. Kwa hiyo ina maana sasa hivi game zetu zote ambazo kwa tunacheza nyumbani, haijalishi wacheza na nani, kikubwa tu iwe official ambayo inatambulika, sisi lazima tuweke gate correction kwa kila aina ya game ambayo tunafanyaje tunaitangaza. So hayo mapokeo hayakuwa mazuri kwa upande wa wapinzani wetu, basi wakapelekea wao kuweka yani kama mgomo na kutengeneza migogoro ambayo wanahitaji tutoe kile kiingilio ili waweze kuja kucheza game. Lakini sisi binafsi hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu wanakuwa kama wanatuendesha ama wanatupangia nini cha kufanya katika eneo letu. Lakini kiuhalisia kama walikuwa wameshajiandaa kucheza, wangekuja wangecheza, alafu mwisho wa siku hizo complaint zao zingekuja baada ya kucheza, sio kabla ya kucheza, kwa sababu issue ya kiingilio ni issue ambayo nchi nyingi sasa hivi wanaitumia, sio tu Tanzania. Nadhani Tanzania sisi tunataka sema tuna introduce official, lakini nje na Tanzania zipo baadhi ya nchi sasa hivi wachezaji wao wakiwa wanacheza hawachezi free, wanaingia na kiingilio ili kuja kuwashuhudia, na ile inasaidia kutengeneza thamani ya wachezaji na pia vile vile kutengeneza fan base ya mchezaji, pia vile vile kutengeneza fan base ya mchezo. Kwa hiyo ni rahisi kumjua mchezaji wako ana value kiasi gani kupitia tu mashabiki ambao wako tayari kutoa pesa kuja kumshuhudia live. Lakini kama unaamini mchezaji wako anapendwa, swala la kiingilio huwezi kusupport, basi bado kuna kitu anakikosa mchezaji wako, either quality ama branding. Kama mchezaji wako anakuwa na branding nzuri, ana quality nzuri, watu kulipia kuja kumtazama ni kitu cha kawaida sana, hususan kwa quality ambayo sisi mchezaji wetu anayo na brand ambayo anayo. Kuja kutazama game ya mchezaji wetu anacheza dhidi ya mchezaji wako kwa mashabiki ambao wanapenda mchezo ni kitu cha kawaida sana. Meneja, baada ya mazungumzo hayo na ama mdadavuo huo, tutaraji mechi ya Joseph Kasozi na Melkizedeki Amadeus itakuwepo ama ndo imekwisha? Of course sisi hapa tuna fixture ambayo tumeshaitambulisha, ambapo ile fixture tutaifuata kama ilivyo. Ina maana ratiba ilikuwa leo Amadeus versus Kasozi katika our home ground. Ina maana hii mechi baada ya kuvurugika, mechi yetu inayokuja ijayo itakuwa ni Joseph Kasozi dhidi ya Jackson Stephen. Kwa hiyo
mechi ijayo ya Jackson Steven tutaenda away, lakini tutakuja home. Tutakapoanza away, wao kama teka vingilio, it's okay, it's fine. Sisi tutalipia, tutaingia, tutasupport, lakini kama tuweka vingilio, wakija nyumbani kwetu, vingilio viko pale pale. Kwa hiyo mechi yetu ya ugenini itakuwa dhidi ya bwana Jackson Steven, nadhani wiki ijayo, ndani ya nadhani tarehe 17, tarehe 17. Kwa hiyo ina maana Kasozi atacheza tarehe 17 game ijayo na Jackson Steven, tutakuwa away, lakini baada ya hapo tutarudi home kumalizana na Jackson Steven. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunafuata fixture yetu ilivyo tuelekeza. Tukishamalizana na Jackson Steven, Kasozi atacheza game na Seif Ahmad, ambapo itakuwa tutaanza away, tutamalizia home. Japokuwa game ya Seif bado haijatolewa tarehe official, lakini tutafuata fixture kama itakuwepo. Lakini tutakapofuata fixture yetu, utaratibu wetu ni ule ule. Tutapokuja kwako, ukifanya free wewe fanya free, ila tukiwa kwetu usitupangie. Acha sisi tufuate kile ambacho tunafanyaje, tunakifanya. Okay, labda baada ya fixture hii pengine patakuwa na room ya maombi maalum, ama ratiba iliyopo ikiisha wachezaji watalazimika kurudi ama kwenda katika mazingira mengine na mfumo wa klabu? Room ipo, kwa sababu hata Hussein tumecheza naye game mbili zote na zote kapoteza, lakini bado still amenifuata, ameniambia anahitaji kucheza tena na mchezaji wako. Kwa hiyo naamini baada ya kumaliza hii ratiba, na yeye tutampa nafasi ya kujiuliza kwa mara nyingine tena, kama na hiyo guts ya kutaka kujiuliza kweli. Kwa hiyo tutampa nafasi ya kujiuliza, lakini tutakiana condition vile vile. Kwa hiyo ina maana baada ya ratiba yetu kumalizika, tutaruhusu kwa wachezaji wengine ambao wanahitaji kucheza na Kasozi kabla hajaondoka, basi waje watacheza naye. Tutakapopeana utaratibu maalum, aidha namna gani itachezwa hizo game, kwa sababu unaweza kawa ni game moja tu kutokuwa na home and away. Ina maana hiyo game itakayokuwa inachezwa lazima iwe na benefit kwa watu wote wa pande zote mbili. Kwa hiyo baada ya hapo tutaweka utaratibu wa namna gani hizo game ambazo zitakuwa zina maombi maalum zitakuwa zinachezwa, lakini ya fixture ambayo tumeipanga official tutaifuata kama ilivyo. Meneja, mimi ni kushukuru. Hayo ni maneno ya meneja Omari kutoka Q Masters. Naomba nisiongeze neno lolote. Mtazamaji ambaye unafuatilia Sport TV, bila shaka umesikia maneno ya meneja, amedadavua kwa kina, na bila shaka kila mmoja ataelewa nini vision ya Q Masters kwa kesho na kesho kutwa. Tuendelee kufuatilia. Sport TV itakwenda kukujuza kituo kinachofuata ni Snipers kwa Jackson Steven. Ni tarehe 17. Twende tukaangalie burudani. Ni nani atakayeibuka kifua mbele? Ni nani atatoka na tabasamu? Ni nani atalala na tabasamu? Ni Joseph Kasozi ama Jackson Steven? Nikutakie jioni njema. Asante sana.